Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda na mimi niungane na viongozi waliotangulia kuendelea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa neema zake nyingi, kwa kuendelea kuiweka nchi yetu ikiwa na umoja, amani na mshikamano, lakini kwa kufikisha wewe na msafara wako hapa Tanga ukiwa salama salmini katika tukio hili kubwa la kuhitimisha wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao umeendelea kufanya katika sekta zetu zote ikiwemo hii ya elimu. Mkoa wetu umepata takriban bilioni 367.79 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kufunza na kufundishia, na hivyo basi kupata maboresho makubwa na kusaidia ufaulu kuongezeka, wanafunzi kujiamini, lakini na hata katika 10 bora tumepata shule zetu za mkoa wa Tanga katika 10 bora kitaifa, na sio tu hapa Tanga jiji, mpaka katika wilaya za pembezoni ikiwemo wilaya ya Kilindi. Mama Samia oye! Tumeona pia fedha hizi zimesaidia katika kuhakikisha uendeshaji wa mitihani. Tumepata ongezeko kubwa kutoka bilioni 8.2 mwaka 2021-22 hadi bilioni 15 mwaka 2026 Juni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeongeza shule mpya, tumeongeza madarasa, lakini vile vile tumeongeza mabweni zaidi ya 100%. Kwa tuna mabweni 48, tumeongeza zaidi ya mabweni 81, maabara tumeongeza, lakini idadi ya walimu wa sayansi pia tumeongeza. Vyuo vya VETA, wilaya zote sasa hivi zina vyuo vya VETA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Profesa Mkenda, mbunge, waziri wetu wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, pamoja na katibu mkuu, makatibu wakuu, naibu waziri kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameendelea kufanya. Na kwa kweli mimi nasema wizara hii ina maprofesa bingwa na mabingwa wabobezi. Tumeona mambo makubwa sana hapa. Katika kipindi hiki cha wiki hii ya elimu tumeona ubunifu wa kutosha. Tumeweza kuona mama au dada ameweza kutengeneza dawa ya kutengeneza ngozi kutokana na baki ya korosho. Lakini tumekutana na mbunifu kutoka Chuo Kikuu cha Mbeya, anatumia mdudu nyuki kuweza kubainisha ugonjwa wa kansa katika binadamu kabla haijafikia stage ya kutambulika na mashine za kawaida. Huu ni ubunifu mkubwa ambao unafanyika Tanzania. Lakini tunashukuru kulikuwa na COSTECH na wenzetu wa IP wa kuweza kumsaidia kusajili bunifu mbalimbali ikiwemo ya huyu kijana wetu kutoka Mbeya ambaye ameweza sasa kusajili ubunifu wake. Mtu asiende akataka kuandika ya kwake au kumtumia huyo nyuki, tayari ameshasajiliwa katika ubunifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru pia balozi wetu wa Tanzania China, Mheshimiwa Suleiman, ameweza katika kipindi hiki cha maonyesho alikuja hapa Tanga, lakini pia alivutiwa na shule za amali katika maonyesho yao. Ameahidi kusaidia watoto 30 kutoka Tanga katika shule ya Tanga Technical na Galanos, ambapo wale watoto watasomeshwa, watapelekwa mpaka na China na watakuja kuajiriwa katika kampuni za Kichina. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru pia COSTECH na BRELA kwa kuzindua programu maalum ya fursa kwa wanawake, ambapo programu hii itawasaidia sasa wakina mama kuuza na kuyafikia masoko kupitia mitandao. Wakina mama 100 wa Tanga wamesajiliwa katika programu hiyo. Lakini pia tunashukuru wenzetu wa Airtel Tanzania pamoja na COSTECH wameweza kusajili au kuingia makubaliano na shule yetu ya Magaoni na kuwa na smart darasa, ambayo hiyo itasaidia wanafunzi, walimu na wafanyabiashara wetu hapa Tanga katika kufikia au kufanya shughuli mbalimbali katika mitandao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiu hii au hamu hii ya hadhara hii ni kukusikia wewe. Tunakukaribisha sana Tanga
na kwa kweli tumefarijika kwa kuja wewe binafsi. Ungeweza kuagiza mtu mwingine, lakini umekuja binafsi. Tanga tunakupenda na tunakushukuru sana.